Yes, hii hapa ni rekodi ambayo inaweza ikakushangaza sana, na binafsi hata mwenyewe pia najiuliza hii imekaaje kaaje. Dada yetu bwana Paula amekuja na hili kubwa kuliko, akisema kwamba mtoto wake Princess Amara, yani bwana, kwa siku matumizi yake na clear budget ambayo anaitumia kwenye shopping pamoja pia na manunuzi ya kawaida ni almost 500,000 kwa siku. Yani hiyo ni ya lazima. I say hii bwana kidogo hata mwenyewe ni kama inanichanganya hivi, na amezungumzia kwamba katika mtoto ambaye anaishi maisha ya kifahari basi ni Princess Amara, na hakuna mtoto mwingine ambaye anaweza akaishi maisha expensive kama ya Princess Amara. Kuna watu pia akatolea mfano mtoto wa Jux na Prissy, the same pia katika mtoto ambaye anakuja na kuishi maisha expensive basi ni mtoto wa Jux pamoja na Prissy. Lakini pia Princess Amara kwa hivi sasa anaonekana kuwa ndo nambari moja, kwa sababu hatujapata expensive budget kutoka kwa baadhi ya watoto wa mastaa ambao wanaishi maisha zaidi ya Princess Amara, yani 500,000 kwa siku. Hiyo ni ya lazima katika shopping ndogo ndogo pamoja na matumizi ya kawaida. Na tena hapo ndo tunaambiwa tayari Harmonize kashamrejesha bibie Kajala. Kwa hiyo kiwalisia hapa Harmonize kwa mjukuu wake itabidi aongeze matumizi vizuri na maisha yaende kwa kasi kama kawaida. Na tushukuru ni kwamba hii issue ya Princess Amara kutumia 500,000 inawezekana ikawa ni kweli, kutokana kwamba tayari amezungukwa na wimbi kubwa la familia ambayo tayari inajiweza. Akienda kwa mama yake mzazi Paula anajiweza, kwa baba yake Mario Tutobadi the same kama kawaida, mziki wake unampa mkwanja wa kutosha. Akienda kwa babu yake P-Funk Majani, one of the greatest producer ambao ana historia kubwa sana pia kwenye swala zima la mkwanja na biashara tofauti tofauti, ni kawaida. Tukienda kwa bibi yake Kajala the same pia ana mkwanja wa kutosha, na hivi sasa anaingia kwa babu yake wa kambo ambaye ni Harmonize kwenye swala zima la utoaji wa pesa pia hajakaa kinyonge. Kwa hiyo katika watoto ambao wataingia kwenye top 3 ya watoto wa wasanii kwa hapa nchini Tanzania, na hawa itakuwa ndo top list yangu ya kwanza kabisa, basi Princess Amara anaweza akawa ni mtoto nambari moja kuishi maisha expensive, na hili halina kipingamizi. Ni kutokana pia na lifestyle ambayo tayari tunaiona kuanzia kwa familia ya Mario pamoja pia na Paula, kuanzia kwa ujumla familia nzima jinsi ilivyosheheni mastaa na jinsi familia inavyojiweza. Hivyo kwa 500,000 kwa siku moja sidhani kama inaweza kuwa ni changamoto, licha kama tukikana kupiga hesabu totally, yani kwa mwezi 500,000 aisee kidogo inaweza kuwa inakuja kama shilingi milioni kama na 15 na kuendelea na ushe, ambapo kiuhalisia ni bonge moja la bajeti ya kifamilia nyingi sana za hapa nchini Tanzania zikiungana ndo zinapata bajeti hiyo kwa mwezi. Lakini imagine bajeti ya milioni kama 15 na kuendelea inapatikana kwa mtoto mmoja, tena ambaye ni mdogo. Lakini kwa sisi hapa familia zetu wengine kibongobongo, yani hapo familia kama 10 au 15 ziungane ndo zinapata bajeti ya mwezi.